Naam, so dakta mpenzi mtazamaji, hii ni Talanta Mwanza Media na kando yangu niko naye mwigizaji tajika zaidi anayefahamika si sura ngeni kwa watazamaji ambao wamezoea kuangalia mbwembwe nyingi kwa mitandao ya kijamii hasa TikTok. Karibu sana ndani ya Talanta Mwanza Media. Asante kwa sana. Faida ya mtazamaji, tunakujua kama Mwatitika, lakini majina yako halisi ni yapi? Kwa majina halisi kabisa nafahamika kama Ali Juma. Naam. Ndio. Tunaona umependa sana kucheza content ya wazee, content ya mzee fulani. Nini ambacho kimekuinspire kuweza kucheza hii content? Kitu ambacho kilinispire kucheza hii content ni history fupi tu ambayo inafanyika sana katika mitaa yetu ya Digoland. Naam. Wazee sana sana ndio hushughulika kwenye masuala mazima ya kuwadanganya watoto na kuuza mashamba kwa tamaa zao wenyewe. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuhamasisha. Ndio. Nitakutafuta twende kwa kirefu, lakini kwa leo kwa kifupi sana nataka tuweze kuangalia tamasha la Mr and Miss Samba. Ni tamasha ambalo limevutia watu wengi. Tunapomzungumzia Mwatitika, jukumu lake ni lipi katika uchachawizaji wake katika tamasha la Mr Samba? Mimi nachachawiza ubavu gani katika kuhamasisha vijana wajitoe katika vitu mbalimbali wanavyovifanya na kuvikuza, na imani kila kijana kwa na kipaji chake Mwenyezi Mungu amemjalia. So nahamasisha vijana kwamba uwezo ulionao unaweza ukafanya kitu na kikaonekana katika jamii na kikakusaidia wewe mwenyewe katika malengo yako na ukaelimisha jamii. Na pia kwa kifupi sana uweze kutuelezea katika swala zima la uandaaji wa content, na tunaona kuwa sasa hivi tunapozungumzia content za mkoa wa Pwani zimeweza kukua kwa kasi zaidi. Pengine unahisi ni kitu gani ambacho kimefanya content hizi ziweze kukua kwa kasi? Alafu pia ni changamoto zipi ambazo nyinyi kama wasanii mnazipitia tunapozungumzia wasanii waigizaji hasa wa kuburudisha? Changamoto tunazopitia, kwanza nianze na changamoto tunazopitia ni vifaa kamili vya kufanya kazi. Tunapitia changamoto vifaa kamili kufanya kazi, na kuna muda mwingine pia tunakosa transport ya kufika maeneo maalum ya kufanya kazi zetu. Kuna muda tunahitaji kufika mahali, unapata changamoto kwamba fare huna na unahitaji kufika pale mahali ukafanya hiyo content. So hiyo ni changamoto nyingine pia sometimes tunapitia. Na kuhusu umeniambia kuhusu tunapozungumzia swala zima la changamoto ambazo zipo, alafu unahisi ni nini ambacho kimefanya content ya Pwani iweze kukua kwa kasi zaidi ikilinganishwa na zamani? Content ya Pwani imekuwa kwa kasi zaidi sababu ya high competition. Vijana wa Pwani tumesukumwa sana kwa kuambiwa kwamba watu wa Pwani hawana ni wachovu, ni laziness. Sasa imetusukuma kiasi cha kwamba tuwaonyeshe kwamba sisi tunaweza. Ndio sasa tumekuwa na high competition. Vijana mbalimbali wamejitokeza, kila mmoja anaonyesha kwamba mimi niko na uwezo, sema tu sijapata chance ya kuonyesha uwezo wangu. Mwisho kabisa, content inalipa? Content hailipi, lakini kwa sasa hii content zinalipa kupitia Facebook. TikTok content hazilipi, Facebook content zinalipa na YouTube content inalipa. So kupitia hizo channel mbili ama kupitia hizo media mbili tunajikimu na hizo ndogo tunazozipata. Nimezungumza hivyo nikilenga kwanza kabisa mauzo kupitia ile mitandao, kulipwa kwa mitandao. Lakini mtu anaweza kukuita akwambie mfanyie advert. Hata naweza sema hiyo ni njia nyingine pia ya kupata kipato chetu. Advert muda nyingi ndio vitu ambavyo vinatufanya sisi tunapata zile ndogo za kutukimu mahitaji. Siku za hivi karibuni tumeona kuwa content creator wakikwaruzana hapa na pale, tumeona Mama Lao paka wakaweza kuja kusuluhishwa na ED wa Samba Sport Trust. Pengine unahisi nini ambacho kinafanya kunaleta mgongano wa content creators? Mgongano unaletwa kwa sababu ya ujuaji mwingi naweza sema, na kujiona kwamba hapa nishafika na sihitaji tena msaada. Ushaona, na naweza sema pia kugombana kunasababishwa kwamba mtu anajiona yeye ni bora kuliko mwingine. Ushaona, na ikifikia hapo kujiona wewe ni bora kuliko mwingine mtaletwa gombani. Mkiishi kwa undugu na kushikamana na kuona kwamba huyu siwezi fanya bila huyu na huyu naye hawezi fanya bila mimi, mtaishi vizuri. Lakini ikifikia kipindi kwamba unajiona wewe ni bora kuliko mwingine, hapo ndio unaleta ugombani. Sababu gani? Utajiona waweza, acha nimwambie venye nitakavyomwambia liwalo na liwe. Na hapo ndio
Okay. Shukran sana basi. Nitakutafuta tuweze kukaa chini tuongee zaidi ya dakika 30. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, basi huyo ni Mwatitika ambaye tumezidi kusemezana naye. Ni mmoja kati ya watengezaji maudhui ambao wamejipatia majina makubwa zaidi ili kuhakikisha kuwa wanaikuza sanaa ya mkoa wa Pwani. Niseme asante sana kwa kila mmoja aliyefanikisha upeperushwaji wa picha hizi angavu ambazo zimeweza kufikia. Shukran pia kwa mwelekezi wetu wa siku ya leo ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Samba Sport Youth Trust Bwana Mohamed Ali Machausa. Shukran.